Media, GKU Habari, Zanzibar. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwa ni mwendelezo wa kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mheshimiwa, nikwambie tu hafla yetu hii hivi sasa wananchi pia wanaifuatilia kupitia vyombo vyetu vya habari ikiwemo ZBC, Mira Online TV, sambamba na Leaders TV. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako, tumia uwezo wako uliopewa chini ya kifungu cha 10 cha sheria ya mambo ya rais nambari 3 ya mwaka 2020 na kama ilivyotangazwa katika gazeti la kisheria nambari 2 la mwaka 2026 kupitia gazeti rasmi la serikali nambari 7433 la tarehe 9 Januari 2026. Umetunuku nishani za mapinduzi 8 na nishani za utumishi uliotukuka 10 kwa viongozi, watumishi wa umma na watumishi wa sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, hafla hii ya kutunuku nishani hapa katika viwanja vya Ikulu inahusisha watunukiwa 18. Kati ya hao 4 washafariki na 14 wapo hai. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni watunukiwa ambao sifa zao zimekidhi matakwa ya nishani hizi. Mheshimiwa Rais, nishani ya mapinduzi inatolewa kwa mtu ambaye aliasisi au alishiriki au aliyatukuza na alienzi mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1000. Katika hafla hii, nishani ya mapinduzi inatunukiwa kwa viongozi na wananchi wenye sifa maalum. Mheshimiwa Rais, nishani ya utumishi iliyotukuka inatolewa kwa mtumishi wa umma au mtumishi wa sekta binafsi aliye hai au aliyefariki ambaye ametimiza utumishi wake kwa muda wa miaka isiyopungua 20 mfululizo au ametumikia utumishi usiofikia miaka 20, lakini katika utumishi wake huo ameweza kufanya jambo kubwa lenye kupigwa mfano na lenye maslahi kwa taifa, na katika kipindi chote hicho amekuwa na tabia njema. Mtumishi huyo ametumikia taifa kwa uzalendo wa hali ya juu na kufanya kazi kwa kujitolea, uwajibikaji, uadilifu, ujasiri na umakini katika kusimamia majukumu na utendaji kazi. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo hayo, ninayo heshima kutangaza kwamba sasa wanaweza kuanza shughuli ya kutunuku nishani. Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe Meja Mabena kuendelea na utaratibu wa kutunuku nishani. Asante. Baraza la Mapinduzi, kama maelezo ya tamko la kwanza yalivyosomwa na Mheshimiwa Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Ikulu, leo utawavisha nishani viongozi mbalimbali katika makundi mawili ya nishani. Nishani ya mapinduzi viongozi na wananchi wenye sifa maalum na nishani ya utumishi uliotukuka. Nishani ya mapinduzi viongozi na wananchi wenye sifa maalum na hawa wafuatao: Mama Fatma Karume, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakukabidhi nishani hiyo. Nishani ya mapinduzi viongozi wenye sifa maalum. Mtunukiwa ni marehemu Sheikh Hassan bin Amir al-Shiraz. Marehemu Sheikh Hassan bin Amir alifariki tarehe 8 Oktoba mwaka 1979 na kuzikwa kijijini kwao Mtegani, Makunduchi. Mwenyezi Mungu amrehemu,
na kumwingiza katika pepo yake. Amen. Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inaomba ukabidhi nishani hiyo kwa mkuu wa marehemu Sheikh Hassan bin Ali. Nishani ya Mapinduzi viongozi na sifa maalum mtumikiwa ni Sheikh Saleh Omar Kaabi, mwanazuoni mahiri na mufti mkuu wa Zanzibar. Alikuwa mstari wa mbele wa kuhubiri amani na umoja miongoni mwa wananchi wa Zanzibar. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya na umri wa heri naye. Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Mtumikiwa ni marehemu Sheikh Musa Mkungu Ali, mwanazuoni mahiri na kadhi mkuu wa Zanzibar. Marehemu Sheikh Musa Mkungu alifariki mwaka 2007 na kuzikwa kijijini Ligani. Mungu amrehemu na kumwingiza katika pepo yake. Amen. Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inaomba ukabidhi nishani hiyo kwa mtoto wa marehemu Sheikh Musa Mkungu. Mtumikiwa ni marehemu Askofu mstaafu John Ackland Ramadhani, askofu mkuu mstaafu wa kanisa la Anglikana. Marehemu Askofu mkuu mstaafu John Ackland Ramadhani alifariki mwaka 2022 na kuzikwa katika kanisa kuu la Anglikana Mkunazini, Zanzibar. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen. Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inaomba sasa ukabidhi nishani yako kwa mjukuu wa marehemu Askofu mkuu mstaafu John Ramadhani Ackland. Nishani ya Mapinduzi viongozi wenye sifa maalum mtumikiwa ni Profesa Hosea Pekea, daktari bingwa wa upasuaji wa neva neurosurgeon. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya na umri wa heri naye. Amen. Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Mtumikiwa ni ndugu Gulam Abdallah Rashid, mwanamichezo mahiri na mzalendo. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wa heri nawe. Amen. Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Mtumikiwa ni marehemu Mvita Musa Kibendera, mwanasiasa mashuhuri ambaye leo hii anawakilishwa na mtoto wake. Mwenyezi Mungu amrehemu na kumwingiza katika pepo yake. Amen. Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, inaomba sasa ukabidhi nishani kwa mtoto wa marehemu Mvita Musa Kibendera. Mheshimiwa Rais, unaofuata hivi sasa ni watumikiwa wa nishani ya utumishi uliotukuka.
na mtumikiwa ni P8574 Brigadia Jenerali Saidi Hamisi Saidi, Kamanda Brigade ya Zanzibar Yuki Brigade. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wa heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo hivi sasa. Nishani ya utumishi uliotukuka 5. Kamishna wa Polisi Kombo Hamisi Kombo ni Kamishna wa Polisi Zanzibar. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wenye heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo hivi sasa. Nishani ya utumishi uliotukuka 24/13 Kamishna Hassan Ali Hassan, Mkuu wa Idara ya Zanzibar. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wenye heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Nishani ya utumishi uliotukuka mtumikiwa ni P8182 Komodoro Azana Hassan Msingiri. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wa heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Nishani ya utumishi uliotukuka mtumikiwa ni P8762 Kanali Makame Abdalla Daima, Mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar. Kanali Daima alizaliwa 5 Machi mwaka 1968 Bumbwini, Zanzibar. Alihitimu elimu sekondari katika shule ya sekondari Lumumba mwaka 1985 na kuhudhuria kozi mbalimbali za kijeshi zikiwemo recruit course at Military Aviation College Dar es Salaam mwaka 1991, Officer Cadet Course TMA Arusha mwaka 1996, Air Defense Platoon Commander Course Air Defense College Tanga mwaka 2000, Air Defense Company Commander Course Air Defense College Tanga mwaka 2004, Air Defense Battalion Commander Course Air Defense Academy China mwaka 2013, Command and Staff College Junior Commander and Staff College in Tanzania mwaka 2014, na Aviation Technology Military Electronics and Mechanical Engineering Hyderabad, India mwaka 2016. Katika kuimarisha utendaji kazi na sehemu salama kazini kwa ajili ya kuongeza ufanisi, ameweza kusimamia mradi wa kuimarisha makao makuu ya Jeshi la Kujenga Uchumi, ikiwemo ujenzi wa jengo la makao makuu ya Santeni na kambi nyingine. Kupitia utendaji wake kazi uliotukuka katika kuwalea vijana na kujitolea na ujenzi wa taifa, yani national service, kumeongezeka wigo wa vijana wengi kupata mafunzo ya ufundi, ujasiriamali na kilimo, kiasi cha kupelekea baada ya kumaliza muda wa kujitolea, yani national service, hujiajiri wenyewe na wengine huchukuliwa katika taasisi mbalimbali. Hali hiyo imepelekea kuongeza kwa mazao ya kilimo, mnyororo wa thamani na kuzalisha wataalamu wa ajira nchini. Kanali Daima ni kiongozi mahiri
shupavu na mwenye weledi wa hali ya juu katika udhibiti wa jukumu la msingi la kujenga uchumi na ujenzi wa taifa, yani national services, na kwa kushirikiana na vyombo vingine ameweza kusimamia usalama wa raia na mali zao wakati wote hapa Zanzibar. Aidha, Kanali Daima ameweza kushirikiana vyema na vyombo vingine vinavyosimamia majukumu yanayofanana hapa Zanzibar na kupelekea ufanisi katika utekelezaji wa majukumu. Anaongoza kikosi jeshi la kujenga uchumi Zanzibar kwa weledi mkubwa katika operesheni mbalimbali kwa ufanisi na ustadi wa kiwango cha juu, ikiwemo katika matukio ya kitaifa na sherehe za kitaifa kama uchaguzi mkuu, gwaride la sherehe za mapinduzi matukufu ya Zanzibar, gwaride la kiapo na katika matukio ya majanga. Katika sekta ya ujenzi na maendeleo ya Zanzibar ameshiriki na kusimamia vyema miradi ya serikali ya kimkakati ikiwemo soko la Kurekwe, uwanja wa maonyesho ya Manzi. Aidha, kwa upande wa elimu, Kanali Daima kupitia shule ya JKU ameanzisha rasmi madarasa ya kidato cha 5 na 6 yani A-level ili kuwezesha vijana kupata huduma iliyo bora katika michepuo mbalimbali, na hivi sasa anajenga mabweni ya kulala wanafunzi katika skuli ya JKU Mtoni yani JKU Dakalia, ambayo itasaidia malazi kwa wanafunzi wa boarding hasa wale wanaotoka Pemba ambao kwa sasa wanapata shida ya malazi na ujenzi wake unaendelea. Na kwa upande wa chuo cha ufundi hivi sasa amefanikiwa kukisajili rasmi na tayari kimetoa diploma. Anaweza kuendeleza na kudumisha utulivu wa kikazi, kiutawala na kijeshi na kupelekea ufanisi na urahisi wa kutekeleza majukumu ya JKU ya msingi. Kanali Makame Abdalla Daima anaendelea kusimamia mageuzi makubwa ya kimapinduzi katika falsafa ya kujitegemea kiuchumi kupitia jeshi la kujenga uchumi na kufanikisha kutoa huduma muhimu na adhimu za kijamii hapa Zanzibar, ikiwemo sekta ya kilimo, elimu, biashara, michezo pamoja na ulinzi. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wenye heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Nishani ya utumishi utunukiwa ni P8287 Kamishna Rashid Mzee Abdalla, kamishna wa kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wenye heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Mshtakiwa ni P9279 Kamishna Hamis Bakari Hamis, kamishna wa mafunzo Zanzibar. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wenye heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Nishani ya utumishi ni P8889 Kamishna Burhani Beri Nasoro,
Kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wa heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha mishale hiyo. Nishani ya utumishi uliotukuka mtumikiwa ni P9321 Luteni Kanali Said Ali Shamhuna. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wa heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Na mtumikiwa Mheshimiwa Rais katika nishani ya utumishi uliotukuka ni ndugu Ali Abdalla Ali, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar ZAICA. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya na umri wa heri katika utumishi wako. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, anakuvisha nishani hiyo. Tamko la pili. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima kutamka kwamba hapo ndio mwisho wa shughuli ya kutunuku na kuvisha nishani ya Mapinduzi na nishani ya utumishi uliotukuka. Sasa wimbo wa taifa wa Zanzibar utapigwa pamoja na wimbo wa mashujaa. Naomba wote tusimame.
Tukae.